sijaona kwamba ni rahisi hivyo. Japokuwa kuna wachezaji wengi walioko Afrika Kusini wanatamani sana kuwepo katika ligi ya Tanzania. Inawezekana ni rahisi, japokuwa sasa kama unavyokumbuka kwamba Sharulile ametoka katika timu ambayo ina matokeo ya mazuri na ilikuwa inaenda vizuri, japokuwa na yenyewe hapa katikati imeyumba ukiacha katika ligi ya nyumbani. Lakini ligi ya Afrika sio kwamba wako kama wale ambao watu wanawatambua, lakini sidhani kama itakuwa ni rahisi yeye kuingia katika timu ya namna hiyo kirahisi. Isipokuwa sasa ukiangalia hawa makocha jinsi ukaribu, pamoja kwamba labda hajawahi kuwa naye moja kwa moja, lakini huwezi jua kuna mawasiliano na namna gani baina yake yeye na uwezo wa yeye kuweza, kwa sababu ukiangalia Sharulile tofauti na ule Sharulile anaanza kabisa kwamba ni Sharulile, kama unaelewa. Sasa katika hili unaweza ukaona kwamba anaweza akaangalia kwamba naamkia wapi, nilikuwa fulani lakini hapa katikati nilipotea katika ramani, kwa sababu anaingia baada ya kupumzishwa mchezaji, ndio yeye aingia achukue nafasi, labda ndio ajitahidi kuchukua, wakati alikuwa ni tata. Sasa yawezekana akiwa ameahidiwa hivyo na anafahamu kabisa kwamba wale timu kama Simba, Yanga ni timu ambazo zikiweza kukupa nafasi unaweza ukarudi katika ile nyota yako na kwa kimera zaidi hata ya pale ulipokuwa, na hapo sasa ukapata nafasi ya wewe kuondoka. Wengi wanaangalia jinsi alivyoondoka Mayele na jinsi anavyoendelea kufanya vizuri huko Mayele alipo. Kwa hiyo unakwamba wameiona kwamba ligi ya Tanzania ni nafasi pia ya wao kuweza kunyanyuka na kuamka upya. Kwa kiwalisia kwa sasa sio yule Peter wa zamani kwenye kiwango chake cha uchezaji. Ukiangalia kiwango hakipo kama yule Sharulile ambaye tulikuwa tunamfahamu kiukweli kabisa. Kidogo hapa katikati nafikiri mfumo wa mwalimu na jinsi ambavyo timu inachezeshwa imekuwa ni tofauti kidogo. Kwa kifupi ni kwamba unaona Peter Sharulile kwa uwezo wake kwa nao ni mchezaji ambaye angeweza kucheza sehemu yoyote. Lakini sasa ukiangalia Mamelodi Sundowns hata awali nimeshai kuzungumza kwamba ni timu ambayo wengi waliangalia kwamba inatumia msimu mmoja au miwili kwa kutengeneza wachezaji. Baada ya hapo wengi wanachukuliwa wanapelekwa katika mikopo, au ndio wengine ndio wanakuwa hata soka wengine inakuwa ndio mwisho ni career yao. Na hata wachezaji wa zamani kwa mfano kina Biabu kule mbele bila kazi walilalamika katika hilo, wakizungumza kwamba ni timu ambayo imekuwa sasa ni kama ni wanaita graveyard, yani eneo la makaburi. Vipaji vingi wanavichukua wakipeleka pale ndio inakuwa ndio mwisho. Kwa hiyo sijaweza kuweza kusema lolote, lakini kwa kifupi ni kwamba ni mchezaji mzuri. Akija kwa timu kama mfano Simba, Yanga au akacheza timu yote kwa nchini Tanzania ambazo zinashiriki katika ligi zingine kubwa, anaweza kufanya vyema zaidi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.